baada ya wasia wa kwanza wa Luqman kumpa mwanawe ambao ulikuwa ni wasia wa tauhid, wasia wa kumkataza mwanawe kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Na wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala unasema kama hivi tulivyosoma, wa wasaina. Nun inapokuja ikiegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika lugha ya Kiarabu, lugha ya nahwu, wanazuoni wanatuambia inaitwa nunu ta'dhim, sio nunu al-jam'i. Hii ni nunu ya ta'dhim. Allah azza wa jalla anajipa ta'dhima na ukubwa kwa sababu yeye ndiye anayestahili ukubwa na ta'dhima. Wa wasaina al-insana, na sisi, yani yeye Allah jalla jalalu anatuambia tukamuhusia mwanadamu biwalidayhi, tukamuhusia mwanadamu yani kukaa na kuishi na kuwafanyia wazazi wake wema. Maf'ul ya fi'li ya wasia Allah azza wa jalla hakuitaja katika aya hii, ameitaja katika aya zingine. Katika aya hii Allah azza wa jalla hakutuambia wa wasaina al-insana biwalidayhi husnan, atuambia wa wasaina al-insana biwalidayhi, akasimama hapo, kwa maana ya kwamba yale aliyoyatolea wasia Allah jalla jalalu inajulikana, nayo ni ihsan anayotakiwa kila mtoto kumfanyia mzazi wake, baba na mama, na hususan mama mzazi aliyemzaa, kutokamana na kwamba hamalathu ummuhu, mamake aliyemzaa alimbeba, wahnan ala wahnin, mamake alimbeba mtoto huyu katika uzazi wake, katika tumbo lake, kwa udhaifu juu ya udhaifu. Mtizame mama anapokuwa katika hali ya ujauzito, yupo katika hali gani? Ule udhaifu alionao ni kutokamana na kile kiumbe kilichomo ndani ya mwili wake. Kiumbe kile Allah azza wa jalla amekipa uhai, na ili kiweze kuishi katika uzao wa mama, kile kiumbe kinahitaji kula, kinahitaji kunywa, kinahitaji kubadilika, kinahitaji kujigeuza kutokamana na vile Allah azza wa jalla alivyoweka katika kanuni za maumbile ya mwanadamu anapoumbwa katika uzao wa mamake. Mama anayepitia yote haya kwa uzito, mama anayepitia yote haya kwa udhaifu, mama anayepitia yote haya wakati mwingine akiwa katika hali ngumu ya unyonge, akimbeba huyu kiumbe anaitwa mwanadamu kwa muda ambao haupungui mara nyingi miezi 9. Wa hamluhu wa fisaluhu fi 'amayn, akambeba mwana huyu na akamnyonyesha na maziwa na akamwachisha maziwa baada ya miaka 2. Hamlu pamoja na fisal katika aya hii Allah azza wa jalla akaziweka zote katika miaka 2. Ndio maana kutokamana na aya hii wanazuoni wakatoa istinbat, wakatoa ufahamu ya kwamba uzazi unaweza kukaa kwa muda mfupi kabisa, ni muda wa miezi 6, kutokamana na aya hii. Anishkur li wa liwalidayk, aambiwa mwanadamu nishukuru mimi pamoja na wazazi wako, ilayya almasir, marejeo ni kwangu. Wa in jahadaka ala an tushrika bi, wazazi wako wawili lao watakuwa ni mushrikina, wakakushikilia ewe mtoto, ewe mwana, wakanangana na wewe mwana, wakakwambia kwamba tunakutaka umshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo sisi wazazi wako tulivyo mushrikina, tutakutaka wewe pia uwe mushrikina. Wakinangana na wewe kwamba uwe ni mushrik, wakishikilia kwamba uingie katika ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala akwambia fala tuti'huma, usiwatii wazazi wawili, watii katika mengine yote ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, watii katika mambo yote ya khairi ambayo yatakurubisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Lakini katika maasi, na iliyo ya kwanza katika orodha ya maasi yaliyo makubwa kabisa ni maasi ya shirki. Fala tuti'huma, usiwasikize wala usiwatii wala usiwafuate, lakini heshima yao kama wazazi wape vile vile, ihsani yao ambayo wanastahili kufanyiwa kama wazazi wafanyie vile vile, kukaa nao, endelea kukaa nao kwa wema vile vile kama wazazi. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufan, na kaa nao kwa wema katika maisha haya ya dunia. Mzazi wamwangalia katika mahitaji yake ya maisha,
wamwangalia katika kula, wamwangalia katika mavazi, wamwangalia katika kuishi. Kwa sababu ya kwamba ni mushrikina, usije ukasema babangu wewe ni mushrik, kwa hivyo mimi yale yote ambayo nakuangalia nayo leo yamekwisha. Leo ndio mwisho, mimi na wewe hatujuani. Hayo sio mafunzo ya Qur'an. Mafunzo ya Qur'an yanakuambia maadamu ni mzazi, endelea kumfanyia wema, endelea kukaa naye kwa vizuri, endelea kukaa naye kwa ihsan, na huko kimlingania kumtoa katika ushirikina aliomo ndani yake. Na wao wakikusukuma, wakinang'ana wewe kuingia katika shirki, usikubali. wattabi' sabila man anaba ilayhi, na ufuate njia ya yule ambaye anairudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayya marji'ukum, marejeo yenu nyote enyi wanadamu ni kwangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, siku hiyo mkisharudi nitawaelezeni enyi viumbe vyangu wanadamu na majini yote mliokuwa mkiyafanya. Ikhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala ana makusudio maalum ya kuweka wasia huu wa wazazi wawili katikati ya wasia wa Luqman al-Hakim, na mafungamano baina ya wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wazazi wawili na wasia uliotangulia nyuma, wasia wa Luqman kwa mwanawe kutomshirikisha Allah azza wa jalla na kusimama na tauhid, ni kutokamana na kwamba Allah jalla jalaluhu ameifanya kwamba ni kawaida ndani ya Qur'ani, ameifanya kwamba ni mtindo wa Qur'ani kwamba kila kunapotajwa tauhidi au mara nyingi panapotajwa tauhidi, basi inafuatiliwa na kuhimizwa kwa mwanadamu kuwafanyia wazazi wake wawili ihsan. Kwa maana ya kusema kwamba Allah azza wa jalla, ibada kubwa, amali kubwa ambayo ameileta katika manzila baada ya manzila ya tauhidi ni amali ya kuwafanyia wazazi wawili wema. Ukitafuta amali katika a'mal as-salih inayofuata baada ya daraja ya tauhid kulingana na vile ambavyo Allah azza wa jalla alivyoiteremsha hii Qur'an, utakuja kugundua kwamba ni birrul walidain, al-ihsanu ila al-walidain. Soma aya za Qur'ani utalikuta hili lipo wazi. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia sehemu nyingine, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an, mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala wala mshimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu chochote. Wa bil walidaini ihsanan, na wazazi wawili mwafanyie ihsan. Katika suratul Isra, surat Bani Israil, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Allah azza wa jalla amekwisha kupitisha amri ya kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye subhanahu jalla wa ala, wa bil walidaini ihsanan, na amepitisha kadhalika vile vile katika amri kwamba wazazi wawili wanatakiwa kufanyiwa ihsan. Kwa hivyo unafahamu kwa mtindo huu wa Qur'ani vile aya zilivyoteremshwa kwamba Allah azza wa jalla aghlabu ya aya zake za tauhidi anazifatanisha na al-ihsan ila al-walidain. Madha tafham ayuha al-muslim, ni kitu gani unachokielewa kutokamana na mafungamano haya? Maana yake ni kwamba kama ilivyo au ulivyo umuhimu wa tauhid wa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye peke yake, kadhalika ni muhimu sana kwa mja na mwanadamu kuelewa ihsani juu ya wazazi wake wawili. Na kama ilivyo uovu wa shirki na ubaya wa shirki na maafa ya shirki kumshirikisha Allah subhanahu, vile vile ndivyo ilivyo au chini yake kidogo ndivyo ilivyo uovu na ubaya wa kuwafanyia wazazi wawili shirki. Kadhalika kuna mafungamano ya shukrani. Mafungamano ya shukrani Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja wazi katika suratul Luqman, anishkur li wali walidaika, nishukuru mimi pamoja na wazazi wako wawili. Kwa hivyo ukisimamisha tauhid umemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo vile ambavyo umemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika washukuru wazazi wako wawili kwa kukulea. Wazazi wawili, baba na mama, ambao wamemenyeka, wamekwenda mbio tangu ile siku mbegu ilipoingia katika tumbo na uzao wa mama. Shughuli ilianza siku hiyo, mbio zikaanza siku hiyo, na zile pirika pirika za wazazi wawili wanaanza kupanga na kupangua kila siku
mtoto huyu karibu anakuja, tufanye vipi? Vile utakavyoishi, vile utakavyosoma, vile utakavyolelewa, vile utakavyokwenda, vile pale utakaposimamia, pale utakapoishi, utakapolelewa, haya yote yanapangwa usiku na mchana na wazazi wawili, mama akiwa katika mstari wa mbele zaidi, akijikosesha usingizi wa usiku ili wewe ulale, akijikosesha kukaa njaa ili wewe ule, siku ambayo utakuwa uko katika hali ya udhaifu, hali ya unyonge au maradhi yale ni mara 2 au mara 3 yake, kana kwamba yamemsibu mama kabla ya mwana, na baba naye kule upande wa pili anamenyeka upande wake, mbio za hapa na pale ili wapate kukulea. Je, viumbe hawa waliokulea kwa namna hii, waliokwenda mbio kwa namna hii miaka na miaka ili wewe uje ufike katika hali ya utu uzima, ukawa unafahamu zako, ukawa una akili zako, ukawa unaweza kujimudu na kujisimamia mwenyewe, je, ihsani yao inakuwaje? Ni viumbe wa kutupiliwa mbali? Ni viumbe wa kusema kwamba nyinyi wakati wenu ushamalizika, sasa wacheni sisi vijana na watoto tuendelee kuishi katika maisha na tuenjoy our life? Maana wakati mwingine kuangalia wazazi wawili inaonekana kwamba ni udhia, inaonekana kwamba ni jambo la kumsumbua sana mwana mpaka anaudhika kwamba imekuwaje mpaka huyu mzazi amekuwa thakili, akasahau haya yote ambayo Allah azza wa jalla ametuwekea katika mafundisho haya ya Qur'an. Kwa hivyo ikhwatal iman, hii ndio sababu ya msingi Allah subhanahu wa ta'ala kuweka katikati baada ya wasia wa tauhid yaliyozungumza Luqman al-Hakim, akaufatanisha na wasia wa al-ihsanu ila al-walidain. Ni mafundisho mazito ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amepokea Imam Muslim na wengineo kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, raghima anfu rajulin, amedhalilika tena amedhalilika na kuingia katika hasara kubwa, man adraka abawaihi inda al-kibar, yule ambaye atawakuta wazazi wake katika umri wa utu uzima, ahadahuma au kilaihima, wazazi wote wawili au mmoja wao. Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia ukaishi na wazazi wako wawili mpaka wakafika katika hali ya utu uzima, wote wawili au mmoja wao, falam yadkhul aljanna, na isiwe ni sababu ya mja huyo kuingia peponi. Yani umeishi na mzazi wako mpaka mzazi amekuwa mtu mzima akafa, ikawa si sababu ya wewe kuingia peponi. Huo ni udhalili mkubwa sana, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kutokamana na umuhimu na uzito wa wazazi wawili. Kila ambaye ana mzazi mmoja au wote wawili bado wapo hai, fahamu ya kwamba hiyo ndio barabara yako kubwa iliyoko mbele ya macho yako, ambayo uamka nayo na unalala nayo kila jioni na asubuhi, inayokuwa ni sababu ya kupeleka peponi. Kijana amekuja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia, ya Rasulullah, idhan li fil jihad, nimekuja ewe Mtume unipe ruhusa niingie katika jihad, niandike katika kikosi cha kivita, nami kadhalika nishiriki katika vita. Amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, amuuliza, ahayun walidak, wazazi wako wawili wapo hai? Kijana anajibu, naam, ndio wazazi wangu wawili bado wapo hai. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, idhhab, rudi, fafihima fajahid, rudi nyumbani, nenda kafanya jihad kwa hao wazazi wawili. Jihadi yako kubwa umeiacha nyumbani, wewe umekuja kutafuta jihad, lakini jihadi umeiacha nyumbani juu ya wazazi wawili. Unahitajia mujahada, inahitajia sabr, inahitajia kujikakamua ili kuangalia wazazi wawili katika utu uzima wao kama wao walivyokuangalia kuanzia wewe ukiwa mchanga. Wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo ukaingia hapa baada ya maneno ya Luqman al-Hakim.